ni mahitaji ambayo unapitia, suluhu ambazo unapitia, hizi zinaweza kukosesha Bwana tusaidie sana. Lakini tutasoma haraka Efeso ile 6. Tunasoma manga Efeso nyanga. Tutaanza kwa 11 tunaishia kwa 18. Efeso 6:11-18. Efeso 6:14-18. Tusome kitabu cha Waefeso 6:11. Tunaweza kusimama kwa ajili ya tusome kitabu cha Waefeso sura yake ya 6:11-18. Tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Basi vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu mupate kuweza kusimama juu ya nguvu ya ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka. Tushindane kwa ajili ya damu na nyama, lakini kwa ajili ya falme na mamlaka. Juu ya watawala wa ulimwengu wa giza. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Katika pahali pa mbingu. Kwa hivi, twaeni silaha zote za Mungu. Mupate kuweza kushindana katika siku ya uovu. Muvae silaha zote, hapana silaha nusu. Muvae silaha zote za Mungu kusudi muweze kushindana na hizi ambazo zinaresiste na kuendelea. Na mukikwisha kutimiza zote, na mukishakwisha kuvaa hizi silaha zote, simameni basi. Musimame muresiste sasa. Mumejifungia kweli. Angalia kitu cha kwanza, ujifungie kweli. Gawesilia mazima. Wapi kule? Viunoni. Kweli muifunge kwenye viuno vyenu. Na kuvaa silaha ya haki. Na silaha ya vaku, silaha ya haki kwa kifua. Silaha ya haki ionekane kwenye kifua chako. Na mumefunga miguu yenu kwenye miguu na utayari wa habari njema ya salama. Tutakuwa tumefunga utayari wa habari njema, yaani kupeleka injili ama kufanya kazi ya Mungu, kuimba chochote ambacho Mungu angetaka. Zaidi ya yote mukitwaa ngambo ya imani. Pale kwa 16 nasema na juu ya mambo yote muvae bouclier de la foi, ngao ya imani. Nayo mutaweza kusimama mishale yote yenye moto ya yule muovu. Mishale yote yenye moto ya yule shetani. Na pokeeni kofia ya wokovu na upanga wa Roho, ndio neno la Mungu. 18 na ndio mwisho nasema hivi. Kwa maombi yote na kusii mukiomba kwa kila wakati katika Roho. Na mukiangalia kwa neno ili na kudumu katika kuomba kwa injili. Kwa injili ya watakatifu. Kwa wakatifu ya watakatifu wote. Amen. Na mnaombea na wengine watakatifu. Amen. Amen. Tunaweza kukaa. Sura kutoka basi. Bwana tusaidie sana. Kama tuyaambe. Kuna vitu vimoja ambavyo vingaliki vinaacha shetani angaliki anaresiste sana kwenye maisha. Alishaangalia silaha ambayo uko nazo. Anakuta silaha hazienei. Kwa hiyo anatafuta mlango ya kwenda kukupiga vita kwa sababu silaha zako hazienei. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo anasema hivi. Vaeni silaha zote za Mungu. Kwa sababu vita ambavyo uko navyo hayo vita vya macho wazi, ni vita katika ulimwengu ya roho. Bwana tusaidie sana. Kama tuyambe. Hapo siku ya ile nikakueleza hivi. Na wakati unaweza kosa kupoteza kimacho wazi, lakini unapoteza kiroho. Wanakuiba simu katika roho, wanakuiba pesa katika roho, wanakurudisha nyuma katika roho, maisha yako wanaifunga katika roho. Ndio maana na Paulo anasema vita ambavyo uko navyo, usiangalie maisha ambayo unapitia. Maisha ambayo ungeweza kuangalia ni maisha ambayo hayaonekani na macho yako.
Katika kuwa maso. Bwana tusaidie sana. Kama tuyambe. Maisha ambayo uko napitia yako katika ulimwengu ya giza, gari musienzi giza, ama yako katika ulimwengu ya roho. Kama ni baraka linatangulia katika roho, kama ni shida ni tatizo linatangulia katika roho. Lakini hapa wanatushauria hivi, kwanza naweza kukuuliza hivi, silaha gani ambayo unashitumainia? Ndani yako mna silaha ya haki. Katine mundu ya mazima. Unaweza anza lendi mpaka dimanche, hakuna bongo ambayo swala kuva Monday to Sunday kantori indie. Ndani yako mna silaha ya kuresiste, wanasema ase tu resiste. Kati muri mwenga mpaka tuimini. Sababu wanasema tuwe na silaha nyingine ya kupinga shetani akatukimbia. Tuine mundu tunastahili na adu. Kuna wakati wewe unaweza kuresiste ama unaweza kugive up. Usoba kugwa mamanyi kuibira hapo. Sababu kuna mwingine yeye wakati anaona vita vinakuwa vita vinakuwa vikali sana. Barabarabye katorutaro rukaye. Mumwachie tu, mwacha afanye kile anataka. Agamba mureka murenge. Lakini Biblia yetu inatuambia hivi. Na Bible ya fetu gani? Kuna wakati mwingine ambapo hautaachilia. Unakasema kantoja give up. Kuna wakati mwingine ambapo ni wakati wa kuresist na shetani na kumbia. Na aduka. Wanasaidia sana. Kama tuyambe. Kuna vitu vimoja ambavyo nimechunguza. Wale vitu vinakemera bimu. Wakati unapoomba maombi osaba isa na unakutana mambo yanaendelea kuwa mabaya zaidi na zaidi. Sawa vitu vikae msize kwa kitu cha kwanza utachunguza kwa maisha yako. Kati tunasokebera kukora Mungu. Hakuna mlango hii ambayo umempatia shetani nafasi. Tuwalo unjoi na wastani. Tunatuambia usimpe shetani nafasi. Bible gamba tu wastani. Labda kuna siku ambapo nimempatia shetani nafasi. Wewe unapo wastani kifo. Na hiki kitu kingaliki kwenye moyo. Kati chichari mtima. Nilishaka kitubu ama sija kitubu. Kati na cheni ya obane. Anza matengenezo ya mambo ambayo unakuta ndani yako siri. Katika wewe sana hii siri ambayo imesemeka katika Mhubiri 12:13-14 asema siri zote zitawekwa hadharani. Ikiwa ilikuwa mbaya ama ilikuwa nzuri. Kama ndani yako mna siri mbaya, hata kumwambia baba hiki kitu kinanitesa, kwa sababu kupitia hii siri shetani ameshindwa kutoka ndani ya maisha yako. Jiache wazi. Kakiwereka kuwatu na kufesi. Kati okwenenya. Hatua ya pili. Kati chokubiri. Nasema ni kujiopose na tabia za zamani. Kati okweja kone msikadi. Tabia ya zamani kuna wakati inaweza kuisogelea mtu. Na ulishakaokoka inakusogelea pia. Na unasikia haja kutaka kutumbukia ndani ya tabia. Nasema kuwa na roho ya kuresist ile kitu. Kati wana umutima kuimira kwete kitu. Asaidie sana. Kama tuyambe. Tulikuwa tunaomba na mama mmoja. Twalika tusaba ni mama omu. Tuko tunaomba kabisa, tuko mkichundo kabisa vizuri. Tusabanga mu mchoto. Mtumishi alikuwa mshakazi. Mshakazi iko naombea watu na iko nafunua kule. Katunomu sana na pinga sibira n'abantu. Lakini tabia ya zamani inajipiga msimu. Na empise kalenegwa kusimu. Anakuja tena kwenye niko. Na aja wali. Ananiambia hivi. Namugamba. Asema papa. Pastor. Niko natumika. Katipeleza wali. Lakini nasikia kiu ya pombe na tani maliza. Na impile nyota y'omwenge karafunzi tawano. Namuombea baba, ninamwombea tena nguvu mpya aendeleshe kazi yako. Neno msalia bagende maso no mulimo. Kisha muombea anaenda tena anatumika zile taratibu zile. Agenda maso no mulimo. Na kila mara alikuwa ananiambia hivi. Katabadanga babuli kaseera. Hiki kitu nakimalizaka siku kanambia uko na kiresiste. Ate kino kinagwa dinagamba bakusiye wote tulipita kama hii hatua. Kwa fena twaita mwe. Na kuna wakati unasikia saa vile na wewe unaweza kukianguka ndani. Kitona usobola kusema sitarudia. Ndoka basi sijande mabeka. Mungu atusaidie sana. Kama tuya. Asema tukue na hatua ya pili, tukue na resiste. Tukua na jiopose ku ancienne habitude. Benga tuimia ni tweja kwa hizo bisenkadi. Hatua ya tatu ni hii ambayo tumetoka kusoma. Uvae arme zote za Mungu. Okwambara imbuga nazakatonda. Na hatua ya 4 katecho kuna ukuwe na system banekora ya kubomoa mapepo yokumenye mizimu ukitumia maandiko matakatifu. Okozesa leo ndikabitu. Kwa sababu demo wakati ilifikia Yesu
Ufunuo watu kwa Yesu. Mathayo sura 4. Mathayo sura 4. Alisema hivi, sura nyakati yakamba watu imeandikwa, chawandikibwa. Utajitosha kule juu, unaweza kujitupa. Akusobora Kristo uvei wa guru. Na kabla ufike chini, nataka kutuka wansi. Malaika watakuzona na uja. Malaika bacha kuwa kama tunataka kumkego wansi. Katufu ya shetani wakati anataka kutukamata mateka, anatumia yale maneno ya Mungu, anayabadilisha. Na ndio maana akamwambia Eva, ni kweli walishakawaambia msikule matunda ya bustani. Na nakuta Eva iko na chuma. Ni kweli waliwaambia msikule hivi. Kama afatu sasa kama shetani anataka kuingia kwenye maisha ya mtu, ni wakati ambapo unaanza kueleza madetail ya maisha yako. Wakati unaanza kudetail maisha yako, elewa ya kwamba shetani anataka kuingia. Ama shetani alishaingia. Kwa sababu Eva asingelidetail mambo yote ya shamba. Shetani asingelishua ni mti gani ambayo waliwakatazaka. Angelishia tu pale anasema walishatuambia tukule. Unaniuliza na hii niko na chuma ni hivyo nini? Tutenda hivyo. Angelishia. Lakini wakati alianza madetail. Shetani anapenda sana detail. Na kule kwenye shetani aliingia. Miti yote tunaweza kula. Lakini hii mti ya unaona hii. Hii tulio tukatazana shetani kama tuyambe. Hata ndani ya foyer yako. Leo ufumbo huu. Mtu anafika na kia kusalimia. Mtu jana kuuza. Habari gani papa? Tatu uliotia. Habari gani mama? Mambo gambo tia. Habari za nyumba. Amakagari gatia. Tuko tu. Tuli mu nyumba ufumbo magumu. Na ebizibu isusi. Magumu tuja itwache. Ebizibu bitatulekerera. Atafuatilia kia pili. Echo kubira na goberera. Magumu ya wapi tena? Uzibu chiborina. Sanafika papa sana fika hata tuondoka tu ovyo. Hata watuka ayomba buyombi wakati. Kwa siku tunagombana. Wewe unakumwa ni. Ulishaje madetail? Umwa details zobura mtu. Na kama huyu ni mtu ambaye amechanganyikiwa, mtu ya tabu ya usabusibwa, anaweza hata kukutabiria maneno ya kutoka mbinguni. Asola kwa Mungu na binako bora fa mfungo huo. Akamwambia sasa siku nyewe uliolewaka uliuliza Mungu. Anakuuza labda wafupi wasoka no usaka tonda. Umekuwa na watoto ngapi mnyumba? Wewe bana wameka mfungo. Usazala watoto 10. Tuina bana 10. Wewe niuliza kwanza Mungu kama tucho nyumba yako. Yendo kuzeka tondo wabona ufungo kwagara kwaka tonda gori mu. Avec 10 enfants. Na bana 10. Huko naanza angalia mtu anauliza sasa, papa niombee tu kama injo nyumba yangu. Umuntu wena bana 10 na ugaba mu msabere kuzeka tondo wabona ufungo. Nimewahi kumuona. Zenageza kwa kura. Nasema maneno ambayo yananijia mimi. Katayogele vitu yako. Ninauliza huyu mama. Katika guso huyu mama. Una watoto ngapi? Wewe wana wameka. Anaeleza na watoto 10 na mimba zingine zimetoka. Agabena bana. Anakuja kuuliza kama job foyer yake. Katinaka una ufumbo kwa utufu wangi. Anachoka. Abakoi. Avec 10 enfants unaenda kuuliza. Katwena bana 10 ugenze kuuza. Kama tuyambe. Ndio maana wakati huko unaingia kwenye maneno ya Mungu. Siri ambayo Mungu anatuambia usiongee siri zako. Katonda kugana ebyaba bintu bingi wakati unaanza detail. Utaka kwa details. Huko unafanya commerce unaanza detail. Business na watu unaanza eleza na intérêt. Noka bantu na magoba zinakuwa kandani. Na magoba bofu unaanza kueleza. Neno sifofu na shetani Mungu. Uboingize stari mu mulimu go. Bwana saidizi. Kama tuyambe. Kwa hiyo hatua ambayo tuko naongelea ya ine, tuliko kwenye kila mara wakati unapoomba, ubango sala. Hii maombi ya resistance. Usikose verse 1 ama 2 katika maombi.
maombi. Tukura fase biroba Mungu kusabako. Nasema nimepewa mamlaka. Katunawewe buyinza. Jésus amenipa mamlaka. Stani hapo buyinza. Na kama shetani aujue verset. Stani watu manye fase. Niko nakusomea kwenye Luke 10:19. Luka 10:19. Utaresiste lakini hautaniweza. Na iba haituja kusoma. Niko na mamlaka ya kukushinda. Ndino buyinza. Hata ukileta poison. Neona reto. Haitaniweza. Wewe usome Luke sura 10 mstari wa 19 inanipa pouvoir. Kayampa amani. Asante. Kama tuyambe. Lakini kwa mtu uko maombi ya kupambana kati osaba kurwana maverse olie usionyeshe Satan kuraga Satan yawandikiwa huko naonesha maverse tena Yesu mwenyewe alizikupatia kati faso ziraga Yesu yazikuwa Yesu wangu ulisemaka kati Yesu kwagaba tutampiga shetani na atatukimbia tunapostana ja kutuka afanye nini ashakwambia tena tunapelekea verse kati anakorachi sionane na usata singaona shetani soma Yakobo sura 4 soma Jacob mstari wa 7 sura nyamsa hawezi nifanya kitu tosto wala kukolechi kupatia kama verse tena njoo mwenyewe unapelekea tena katolia kuwa vas gotwaira vas sasa sikia sote le Biblia katikati chisare icho kwangu sawa Yesu wangu ulisemaka Yesu kwagamba tutakula vitu vibaya wala havitatuzuru. Tunale vitu vya tuisa bubi. Watatupiga vita lakini hawatatuweza. Tupiga tuambula. Tena njoo napelekea maverse. Kangotoera Yesu fast. Ambia Satan. Kama stani. Ninasimama mbele yako shetani. Ibide maso bostani. Na Yeremia chapitre 1. Yeremia sura 1. Verset 18. Basi 18. Inaniambia hivi. Igamba wewe. Mimi niko chuma. Zedi chuma. Shetani kama nataka pambana na mimi. Niko chuma. Zedi chuma. Yeremia chapitre 1:19 inaniambia hivi. Yeremia 10:19. Utanipiga vita lakini hautaniweza. Kwa sababu 18 inaniambia kama niko chuma. Wanga mimi napigana na chuma, pigana tu na chuma mimi niko chuma. Kati bora kwa zedi chuma. Kama hiyo wazee. Amen. Lakini ile verse tuko napelekea Yesu. Kati yofasi yokutwaira Yesu. Si tuko chuma. Wagamba fetuli chuma. Bwana sasa magonjwa shanikamata hapa mishale ya bilisi shanikafanya. Ndio uzungu tekata kukolerechi. Il t'avait donné le verset ya kuwa fasi pour combattre le Satan. Okuwaliza Satan. Hapana hizi tena mupelekee. Sikwe kumutwera fasi zili. Bwana sifiwe. Amen. Kama tuyambe. Tumalizie katika Psalm 7. Malize Zaburi 7 11:18. Zaburi 7:18. Wakati utajua hii na system za maombi, unatengere no kura yo kusaba. Maisha yako utakuwa nakuta haiko tena fasili. Unakuja kusanga siku wangu. Kwa sababu kuna wakati mmoja anaweza kupigia mtu simu. Sio mbili simu. Namuuliza dada, mbona hauko unaonekana hizi siku? Kata kato charani kinao. Mama, mbona sikuone siku prayer? Kasi charani kwa kanisa. Asema ya prayer namna gani na stress na nitesi. Katinaja mtaje kanina stress. Bwana saidia sana. Niliwaelezea hapa siku moja madhara ya stress. Na bagamba ebiva mu stress. Amake uiseme lakini isikuwe mweye. Na hiyo byogera naika tibiri mu bwamu. Ishakuwa term ya watu. Kubanga ijogera yabazi. Siku niko stress ishakuwa term. Ndi mu stress. Ikuwe term lakini isikuwe ndani yako. Byogera naika kwa sababu nikakueleza kwamba stress ni magonjwa. Stress ni body. Baya sana kuliko magonjwa ambayo unayajua. Wote mwe kusingirwa nezo. Inaweza kuleta migraine unalala unasikia sehemu moja ya kichwa iko na mlo. Uswa kula leo kama mtu munga. Stress wewe yenyewe unalitaka palpitation unalala de façon que roho unaisikiliza. Uiro mutima. Lakini unasikia roho inapiga sana kuliko kawaida hivi unatiba kuwa bangu singirwa. Na unaweza fika hata kwenye daktari na mwambia. Utuke daktari. Mungu unasikia roho yangu na mdundo ya roho unasikia nini? Kuwa mambo. Hawapatani vitu vingi wanakwambia kwenda kunywa maji. Tiba kwenda karoga bagendo kunywa maji. Sababu wanajua kama maji itakalme damu kupanda sana ile stress. Baba ni amazi kana kakanya stress. Stress inaletaka cramp. Stress inaleta kusanyana. Ulilala na stress, ulilala wakati unalamuka, unataka mkono na kataa. Usibuka wagara kwa mkono na kataa. Vile vile kwa stress. Ndio maana stress itapia kile kitu ni kibaya. Wewe yageza stress kwanga kintu kiri. Msomaji atusomee. Watusomera wa Zaburi.
Tusome katika jina la Yesu. Ngambo yangu ni pamoja na Mungu. Tusome ile vizuri, ile bouclier. Mon bouclier c'est l'Éternel. Ngambo yangu. Yes. Pamoja na Mungu. Ile ambao walisema tuvae ile bouclier tunaweza kuita nini? Ngao. Protection yangu ama ngao yangu. Protection yorina. Biblia nyingine inasema ngao yangu ni Mungu. Bagamba protection ni Katonda. Yaani protection yangu ni Mungu. Obukumi bwage Katonda. Huyo ni Daudi kunaongea. Yo Daudi alimukogera. Anayeokoa wenye haki katika moyo. Mungu ndio mwenye anaokoa wenye haki. Bwana ni mwamuzi wa haki. Yeye ni juste juge. Mungu wetu. Sio. Mungu mwenye ghadhabu kila siku. Yeye anaweza kuwa na ghadhabu kila wakati. Kama mtu asipogeuka, kwa mtu yeyote ambaye hataki kugeuka, ataona upanga wa Mungu, kwa sababu kuna mtesi ambaye hataki kuachilia maisha yako. Atakufuatilia maisha yako yote mpaka aone umefunikwa. Aseme Mungu atakuwa na ghadhabu kubwa kwa ajili ya yule mtu, ataona upanga wa Mungu. Amepita upinde wake na huyu mtu anafanyaka hivi. Anatengenezaka mishale yake, anaitayarisha kwa ajili yako. Sababu hataki kuachilia maisha yako. Ametengeneza silaha ya mauti. Kila mara mchana na usiku silaha yake ni ya mauti, anataka kuwa Anafanya mishale yake kuwa ya moto. Mishale yake ni ya moto. Usare wa muliro. Ana uchungu wa uovu. Yeye manake roho yake inaumia mpaka aone kenye alikusudia kimekufika. Umutima wako munafuma obaka kuchigendera tia. Ndio. Na kuzaa uovu. Kazi yake tu anataka haribu. Amefanya shimo. Anachimbaka shimo. Amelichimba. Akishachimba na litumbukia tena yeye mwenyewe. Ameanguka ndani. Ile shimo yenyewe na kuchimbia. Anatumbukia kama lile shimo na kusimire kinyomora yo yenachigwa mu mwisikiji. Amen, sema amen. Gamba amen. Wakati mtu anakuchimbia mashimo, mtu aseme shimo lake kateto chinya ni kitu kikubwa ambacho Mungu anafanya kwa maisha. Katonda chakula muramu wo. Ndio. Mabaya yote yenye anakuwa anakutakia, kwa sababu ni Mungu mwenye ghadhabu kubwa iko na kupigania, anakuwa anarudisha uharibifu yake juu ya kichwa mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukali wake utamshukia. Vyote vilivyo nafanya vitamshukia kichwa. Nitashukuru Bwana. Anasema ninashukuru Bwana kwa kadiri ya haki yake. Ndio. Na nitaimba sifa kwa jina la Bwana aliye juu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tulisoma pale kwenye Efeso 6:16. Twasomye Ephesians 6. Paulo akasema hivi. Paulo agamba bwati. Vaeni kati yambala diri ama bouclier yambala kati ambayo kazi yake ni imani kwekukiriza ya kuvuta mishale yote ya adui. Emenya usare bona bomura. Wakati ninaposoma hii Zaburi hapa ya 7:11, nisema Zaburi musafu. Daudi anasema ya kwamba Bwana ni ngao langu. Daudi tugamba Katonda protection ye. Na Paulo alisema vaeni ngao. Paulo yagamba mwambare Katonda. Ninakuja kuelewa ya kwamba wakati unapovaa ngao, kama vile Paulo alisema vaeni ngao, kumbe unamkwisha kumfanya Yesu Kristo. Na wakati unapomvaa Yesu Kristo, ndani yako uhakikisha kwamba uko na imani. Watu wa imani hawaogopaki hofu. Watu wa imani wanakuwa wa resistance. Mabaya anajua kama mabaya yako yanafika. Lakini hawezi tikisa. Hizi tampete ambazo tuko tunaongelea hapa, mtu wa imani anajua ya kwamba haiko mimi wa kwanza ambao nimejaribiwa. Ibrahimu alipita katika hizo ruba. Alipita kwenye tampete mpaka iko na mke wake, anajua ya kwamba huyu ndio mwenyewe tunakuja kukula baraka naye pamoja. Mwanamke anakufa.
Bwana tuhurumie sana. Kama Ibrahim anajua ya kwamba huyu Sara Sara na hivi tumeshazaa. Wetusade. Maana hapa tunaenda kwa zile baraka zetu. Tugeze umikisa. Wangaliki katika raha ya mtoto na baraka pia. Sasa hiyo kufuna mwana. Anakufa. Mukazi we nafa. Mzee akababaika, mtu ameongea na Mungu na siku Sara alikufa. Hakuna mahali ambapo kunaandika kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu nataka kumbeba Sara. Ilikuwa tu wanalala, wanalamuka na tikisa mwenzake. Sara ngatariwo. Wala turudie sana. Kama tusasi. Sara haiko. Sara ngatariwo. Mungu mlikoongea naye mchana na usiku na iko na kuambia sema baba utakufanya kuwa baba wa mataifa. Na kuinua utakuwa mtu mkubwa na hii nchi inakupatia wewe na mke wako na watoto. Unakucha mwanamke alishaenda. Nikucha mkazi yagenze. Nafikiria ingelikuwa wenjo Ibrahimu. Tukasinabo Ibrahimu. Kilio chako magilishwaka kama kuna misirani na Mungu. Baitegede olino kusumune Katonda. Kwa sababu unakwasikiaka tu wakati yeye unatoa. Katonyika wayo sadaka. Ulishamaliza kutoa dime. Tumaze kwa chimuche 10. Wenda kurangura pesa zilisalia. Sireza sigade. Bana kuibazo. Nibazifupa. Waangalie tu gisi maneno yenu nasema. Katara eligambyo bya ku. Ama ulitoa contribution fulani ya mbao hapa. Ya triplex hapa. Previzo kusinga wa. Pesa keleka libakia. Akisete kasigade. Anapotea. Nikabula. Nafikiria maombi yako kwanza inakuwa hivi. Ndoza usoka kusawanoga hapa wewe. Baba ninakushukuru. Katonda kwebaza kwa sababu unafanyaka bibi na kupendeza. Ngole bikusanyusa. Lakini franga zeni nimetoa hapo cha. Sente maneno chimuche 10. Na contribution ya matriculation ni kwani ukayo ndio kuzime kanisa. Unaruhusu bazibe. Ukiza sente zange bazibe. Saidia sana. Kama tuyambi. Mwenye vile niambeka Mungu akamshikia. Katole ya sababu wote kutuna na muda mochi. Nafikiria Mungu anaweza kujibu hivi. Ndasora kuda mubati. Ukitaka unaacha kutoa, wanga rugane kwayo. Unatoa, oweyo jina langu yawe. Ilinya lyane yawe. Yesu toujours Dieu. Ye asigara kama hautoe liko Mungu. Watu walionde na kama unatoa liko Mungu. Niko wale wale ndikatonda. Kama tuyambe. Ibrahim kwa hii suruba. Ibrahim chibia akabakia kimya. Kati ya sika. Kitu kimoja ambapo kilitikisa kadogo imani ya Ibrahim. Chaina kuza kwa Ibrahim. Ni wakati iko natafuta mahali kwenye atazika mke wake. Kanonyo kuziko mkazi we. Akaenda kwa mfalme akamwambia hivi. Nage kabaka na mugamba. Nisaidie kwenye nitazika mke wangu. Kati nyambo inazika mukazi wake. Sababu niko mgeni mwa hii nchi. Kubanga ndimugwira museno. Mungu anakuambia kwamba hii nchi anakupatia. Unagambe ensi anakupatia na uzao wako. Na kuwaneza di. Milele. Kati uberi. Wakati ya jaribu ya kifo. Sotokwesewa. Unakataa ile nchi. Nogani. Unaambia wenye parcele hivi. Nogaba nyiri protein. Nisaidia tena shamba kwenda zika mke wangu. Kati munyambere ni benaziko mukazi. Sababu mimi niko etranger huku. Zedimugwira museno. Natoka kwetu ni Siri. Atava Siria. Wakandea ndio kweli kutokea. Afebu wakarudaya. Mimi niko etranger hapa. Kati mugwira wano. Nisikia kale kaneno naona kama mzee alitikiswaka kweli. Ndaba oli mzee mazima yanyenyezebwa. Haiko yeye mwenyewe. Sie kenyini. Tampete ilipita kwa Daudi. Chigaga tu kwa Daudi. Tampete inapita kwa manabii na mitume. Katika kwa nabii na watu. Na kwako pia tampete siku. Newo inewi zibyo. Bwana saidia sana. Kama tuyambe. Kuna siku moja tulikuwa katika tunaweza sema retreat. Twaringa msauna kurumu. Na ile retreat walituita wa pastor mwende kwenye retreat na ile siku tulikuwa tunaombea ile uchaguzi ambayo imepita ya rais. Ngababa ita basabire kuona kwa ile ya ile nyingine wakati. Omwaka obwagwa. Tulifanya pale siku 3 tuko tunaomba. Bamare na kwesatu ngabasa. Na alikuwa anaongoza. Abanda ya kurembera. Alifika kwenye kipindi cha kugabula watu 3.
yatukanaga abantu basaye basatu mapasteri watatu baikale fasi moja basatu mutulie basatu huyu aeleze shida zake na huyu aeleze shida zake na huyu aeleze shida zake. Kila mtu ajifungue aeleze shida na kisha mnakamatana mikono kisha mnaombeana. Nimukwataga n'engalo dele nemusaba. Pale wazee wawili wenye nikuaga nabo pale. Mmoja alianzaka kueleza wakati alifika katikati ya Kalia. Mmoja atanda kuyatuka wakati na akaba. Mwingine wakati alitaka kueleza abayagala kati nayo kuogera bije. Akasema mimi byangu ni vya nguvu kushinda huko mwenyewe analia mimi sitaeleza. Vile byange bizibu kusigo na kazi yogera ngabasumba. Wote wachungaji. N'abasumba. Nikamwambia mimi sina shida mimi. Yena bakaba sino uzibu. Wala saidia sana. Kama pia mimi sina shida sababu maisha yangu nishakaacha mafuta. Na kama sina sura wangi na bureka boto. Tukashikamana mikono, nibakwataga mikono nibasaba. Lakini nikakuwa natupa macho kwa wengine mapasta ambao tulikuwa nao pale. Na kwa maso kwa pasta nikakuta wako wanalia. Na mapasta mwali kisha tuko mu retraite ya 3 jours. Bewali kusamuna pesatu. Tena tuko support na nini na presidency. Na government yebateka. Lakini nikakuta watu wana shida za nguvu sana. Abantu baine bizibu bya manyi. Anasaidia sana. Kama tuyanga kampeni ambayo kunapitia umuyaga woitamu sikubebe mbali na Yesu. Hebu tuwaranika tu. Kwa sababu haiko wewe wa kwanza. Siku asose. Mungu yapitia. Wengine walitangulia walivipitiaka na wakashinda. Na Mungu akawaita wa baba wa imani. Na sisi tuko katika imani ya wale wa baba. Kisi waliweza kushinda. Kuwa na imani ya kwamba na wewe utashinda. Bwana tusaidie sana. Kama tuyanga. Acha Mungu atubariki. Kama tutatuomba amina. Simama tuombe pamoja. Yimini atusabe wa Mungu. Mateso yangu hayasute, nitasahau yote kwake Yesu. Nikisumbuka mbinguni sitaona shida na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa maumivu. Na Mungu atafuta kila chozi, ataondoa yote uvuli wanataka nitumbukie. Acha kuwatumbukie. Wanaobishane wanataka wanitupie. Wanapoyatupa yanguke juu ya vichwa vyao. Maana neno hili nimelisikia katika Zaburi 7:11 hadi 18. Endelea kuomba mpendwa. Katika jina la Yesu. Wewe ndio uongozi wa maisha yetu. Asante Bwana, maana unatosha unaelewa. Baba, tupiganie Bwana mfalme kwa ajili ya watesi ambao wataki waachilie maisha yetu, kwa ajili ya adui anayetufuatilia mchana na usiku. Mpango yake ni kwamba sisi tuangalie tu. Baba, asituachilie, tuonekanie Bwana. Wanapochimba mashimo zao, watumbukie katika shimo zao. Wanapofanya upinde ya mishale zao, wanaporusha mishale yao Bwana kwa kutuatake, waone letua mishale yao waliyokutupia haikutupata, lakini anguka kwenye vichwa vyao.
kwa watesi. Nashukuru Baba. Baba, asante tumelisikia neno lako. Umesema vita vyetu vimeendelea ni kwa sababu silaha zote hatutazipata. Utuvike silaha zote Bwana wa uwezo. Ili Bwana tuweze kuresiste huyu mtesi ambaye anafuatilia maisha yetu. Baba, silaha kubwa ninayoitazama ni neno lako ambalo upanga. Mara kwa mara Bwana huyu anapokuja, tupe kutumia neno lako niweze kuharibu mipango yote ya adui. Asante Baba yangu. Imani yetu tena usimamishe. Imani yetu tena isimame imara ili adui asituguse tena. Wanaosikia neno hili Bwana uwakumbuke na kuwatendea. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.